Naam, tunaendelea na kama ambavyo tumeona kwenye taarifa iliyotolewa na Wizara ya Afya kuhusiana na tahadhari ya magonjwa ya kuambukiza, ambapo magonjwa kadhaa yametajwa kwenye taarifa hiyo ikiwemo mlipuko wa magonjwa kama vile homa ya mafua, influenza, lakini pia homa ya dengue na hali kadhalika uviko 19 na kipindupindu pia. Magonjwa haya yote ni magonjwa ambayo jamii imehimizwa kuchukua tahadhari ama kuishi kwa tahadhari. Lakini katika muktadha huo huo, katika kusisitiza kuhusu taarifa hiyo, tunakukutanisha hapa na wataalam kuweza kufahamu kwa kina zaidi kuhusu tahadhari hizo za kuchukua, lakini tathmini kuhusu mifumo yetu tulionayo ya kukabiliana na changamoto kama hizi. Na hapa studioni tunaye Emmanuel Mathias Shija ambaye ni daktari kutoka idara ya wagonjwa wa dharura Temeke, hospitali ya mkoa wa Temeke, ambaye pia ni kaimu mkuu wa idara hiyo. Karibu sana Dr. Mathias Shija. Asante sana. Asante sana. Lakini kwa njia ya mtandao tutakuwa naye Dr. Mugisha Nkoronko ambaye ni rais mstaafu wa chama cha madaktari Tanzania, na amekuwa daktari bingwa ambaye anafanya shughuli zake katika hospitali ya Benjamin Mkapa. Tunazungumza naye akiwa Dodoma, makao makuu ya nchi. Habari za Dodoma, Dr. Karibu sana. Asante sana. Dodoma ni njema. Asante sana. Na tuanzie hapo kwako, tathmini yako kuhusu taarifa ambayo imetolewa na wizara, lakini pia ukizingatia kuhusu utayari wa mifumo tulionayo ya afya ya kuweza kurespond kwenye changamoto za dharura kama hizi zinapojitokeza. Good luck. Napenda kuishukuru sana Wizara ya Afya kwa kuwa wawazi kiasi hiki. Huko nyuma tulipitia wakati mgumu sana kuwa wawazi kiasi hiki, kupata taarifa za mambo yanavyoenda kwa kiasi hiki. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuipongeza serikali kwa kuendelea kuimarisha uwazi juu ya mwenendo wa magonjwa ya mlipuko, magonjwa yanayoathiri watu wengi kwa mara moja nchini Tanzania. Hii inatokana na utayari na uwezo wa mifumo walionayo ndani ya wizara kuweza kuwa na ufuatiliaji wa karibu wa magonjwa yanayokuwa ya mlipuko na yanayotokana na mabadiliko ya hali ya hewa ambayo tunakabiliana nayo sisi watu tunaoishi katika ukanda wa kitropiki. Magonjwa yaliyotajwa kuwa kwa sasa ndiyo yanaonekana mwenendo wake kwamba yanaongezeka hapa nchini katika kipindi cha hivi karibuni kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Umetajwa ugonjwa wa uviko 19, umetajwa ugonjwa wa dengi na umetajwa ugonjwa wa kipindupindu. Magonjwa haya yote si mageni kwetu, tumewahi kuyapitia katika nyakati tofauti tofauti katika kipindi kadha wa kadha katika maisha ya binadamu, hasa katika miaka ya hivi karibuni. Nchi yetu imeweza kuweka mifumo ya ufuatiliaji wa magonjwa haya kutoka katika ngazi ya jamii tangu ugonjwa unapotokea na unatakiwa uripotiwe katika mamlaka zinazotakiwa mpaka ufike katika ngazi ya kitaifa. Pale katika ngazi ya kitaifa, wizarani kuna kitengo cha ufuatiliaji wa magonjwa kilicho na wataalamu waliobobea katika ufuatiliaji wa magonjwa, lakini pia tunapata usaidizi kutoka katika mashirika makubwa ya kimataifa duniani kama shirika la African CDC linalofuatilia magonjwa ya mlipuko barani Afrika na shirika la afya duniani WHO, ambao wote wametujengea uwezo katika kipindi cha miaka 5 kuweza kuwa na mikakati, mipango na mifumo inayokabiliana nayo. Kwa sasa kwa upande wa mifumo ya kufuatilia magonjwa tunayo katika kila sehemu ya nchi hii, kuanzia kwenye ngazi ya kituo cha afya, ngazi ambapo mgonjwa anakuja, hata mwananchi mwenyewe anaweza kutoa taarifa kwenye kituo kilicho karibu kupitia namba za simu ambazo zinatangazwa kwenye taarifa. Jambo la pili ambalo naliona kwamba katika sehemu hii linakuwa na manufaa makubwa sana ni eneo la utumiaji wa hizi taarifa. Je, wananchi na watu wa huduma katika vituo vya kutolea huduma wanaposikia taarifa hizi wanazifanyia kazi kwa ukamilifu, kwa usahihi, kwa ufanisi kiasi gani?
wananchi wanaweza wakachukulia ni poa tu kwamba imetajwa. Ukiangalia ugonjwa wa uviko unasambaa kupitia virusi vya uviko, virusi vya corona ambavyo vinasambaa kupitia droplets, yani kukohoa na nini. Kwa hiyo tunategemea kwamba wananchi waweze kuchukua tahadhari. Vituo vya afya kote nchini vinatakiwa kuchukua tahadhari namna ambavyo vinaweza vikampokea mgonjwa huyu na kisha kumpatia huduma stahiki bila kuleta taharuki, maana sasa hivi ugonjwa huu unatibika pamoja na magonjwa mengine katika vituo vile vile vya kutolea huduma. Ugonjwa wa dengi ambao mara nyingi unaathiri watu wengi ambao wako katika maeneo yenye mvua nyingi, hasa katika msimu huu wa mvua. Wale mbu wanakuwa weusi, lakini wanakuwa na stripes, miraba meupe, na wanapenda kung'ata majira ya mchana tofauti na jioni, tofauti na wale mbu wanaoeneza malaria wanaong'ata usiku wa manane. Kwa tunataka tuone wananchi wakipokea taarifa hii, wao kama wao wanaweza kutumia muda wa kutosha kusafisha mazingira yao, kuhakikisha kwamba hakuna mazalia ya mbu ili tuweze kudhibiti ugonjwa huu. Hospitalini pia tunakuwa na changamoto kwa sababu si vituo vyote vinakuwa na uwezo sawa kwa kuweza kukabiliana na magonjwa haya, na wataalamu wengine nao wanaweza wakawa hawachukulii kwa uzito kuchukua zile tahadhari za kujikinga na magonjwa haya yanayokuwa yakijitokeza. Asante. Sawa, Dr. Tarejea hapo kwako. Dr. Shija, tumeona ni magonjwa ya mlipuko lakini yametangazwa mengi kwa wakati mmoja. Labda kitaalamu ni sababu zipi zinaweza zikafanya haya mambo kuibuka yote kwa wakati huu? Kama ambavyo imetolewa na wizara, ni vipindi fulani ambavyo magonjwa fulani huweza kujitokeza kwa sababu ya nature ya wale wadudu wanaoambukiza wanazaliana wakati gani. Kwa mfano tunapoongelea ugonjwa wa dengue, ni kwamba mazalia yao yako katika maji yaliyotuama. Si rahisi sana kuyapata wakati wa kiangazi, lakini tunapokuwa wakati wa mvua tunaona kama vifuu tu vya matairi yaliyoachwa maji yakatuama. Wale wadudu wanaweza wakazaliana vile vile na kuleta haya maambukizi. Kwa hiyo kwa mfano ugonjwa wa kolera ambao tunajua lazima mtu ule kitu ndio uweze kupata huo ugonjwa. Kwa hiyo maji yaliyochafuliwa yamechafuliwa na wadudu hao, na mtu akashindwa kuchukua tahadhari mapema wakati anatumia kula vyakula vya baridi, kutonawa mikono. Kwa hiyo unakuta mtu anakula wale wadudu, anakuanza kupata huo ugonjwa. Na katika magonjwa haya, dalili zipi ambazo wananchi hawapaswi kuzipuuza? Haya magonjwa kwa mfano yaliyoainishwa, haya magonjwa manne, kwa mfano tumeambiwa kuna influenza ambao ni mafua tunayapata, lakini haya kidogo yako tofauti. Mafua ya influenza ni mafua yanayokuja kwanza kwa muda mfupi sana. Ndani ya muda mfupi mtu anapata hayo mafua, anakuwa na maumivu makali ya misuli, koo, alafu anakuwa na homa kali, tofauti na mafua mengine ambayo tumeyazoea, ambayo yanakuja taratibu, yanapona kwa muda mfupi kulinganisha na haya. Na dalili kama za magonjwa haya mlipuko mara nyingi ni rahisi sana kuyagundua, kwa sababu kwanza anaathiri eneo fulani kwa idadi kubwa na kwa haraka sana. Kwa mfano kama kipindupindu, unaweza ukasikia, kama sisi tuko idara ya emergency, unapokea kesi ya kwanza, kesi ya pili, kesi ya tatu, basi unapata ile alarm, kwa nini napata leo wagonjwa wengi, na pengine wanatokea area fulani ambayo inakuwa supplied labda na eneo fulani la maji, alafu wanakuja wengi wanaharisha. Kwa hiyo ni rahisi kujua sasa kwamba hii hapa tunadili na mlipuko, na kwa sababu haya ni magonjwa ambayo tunaita notifiable. Lazima uanze kutolea taarifa pindi tunapogundua kwamba naanza kupokea kesi nyingi za ugonjwa aina moja. Kwa hiyo Watanzania waelewe na waweze kujua hizi dalili, na hasa wanapokuwa napata, ni vizuri badala ya kuanza kujitibia majumbani wakafika. Inatusaidia sisi kwanza tunawapokea kwamba tunakuwa notified kwamba kuna shida sehemu fulani, lakini kama watu wanaumwa wanaanza kujitibia wakiwa majumbani, si rahisi sana kunotify kwamba kuna shida fulani inatokea eneo fulani. Sasa tukiangalia Temeke kwa mfano kama case study,
ambako wewe ni kaimu mkuu wa idara ya emergency kwenye hospitali yao ya mkoa. Ndio. Temeke ni moja kati ya wilaya ambazo zina watu wengi sana hapa Dar es Salaam. Sahihi kabisa. Na ni wazi kwamba kwa hizi siku 2-3 tayari idara yenu imeshapata uzoefu ama imesha experience kitu. Mtu ambie hali ikoje mpaka kwa sasa hivi kuhusiana na hiki ambacho tumekiona kwenye taarifa ya wizara? Kwa sasa hivi upande wetu Temeke hatujaanza kupokea kesi za mlipuko. Watu wanakuja tu na magonjwa ya kawaida tu ambayo mara kwa mara tunayapokea katika majira yote. Hatujapata alamu ya kusema kwamba mbona kesi fulani zinakuja nyingi, labda za changamoto ya kupumua zimekuja nyingi sana, lakini kunapokuwa kunatokea haya mambo sehemu zingine, sasa hivi mwingiliano ni mkubwa sana. Kwa lazima na sisi tuwe sasa attention kwamba kama kuna sehemu kumetokea, basi na sisi tukae macho, na wizara imefanya jambo zuri sana ili tuweze kuelimisha na jamii, kwa sababu uzuri ni kwamba tumepitia hizi changamoto na uzoefu ni mwalimu mkubwa. Tulipitia, kwa hiyo tunapoongelea kwa mfano habari ya uviko, watu wanajua sana kuhusu jinsi gani watu wanatakiwa wajikinge, wanawe mikono, kujiepusha katika yani mikusanyiko sio kwa ya lazima sana. Unapokuwa unaugua kwa mfano kama mafua, uvae barakoa ili usiweze kuambukiza wengine, na unapokuwa kwenye mikusanyiko ni vizuri kujikinga kwa mtindo huu. Kunawa mikono ni jambo kubwa sana ambalo nafikiri hata ukifika hospitali utakuta kuna sehemu nyingi za kunawia. Ni moja ya process ambayo ni nzuri sana ya kukinga maambukizi ya magonjwa mengi. Kwa hiyo tuna advocate hivyo, lakini kwa sasa hivi kwa upande wetu wa Temeke idara yetu ya emergency haijaanza kupokea kesi za wagonjwa mlipuko. Sawa sawa Dokta. Na tutakuja kuangalia zaidi hapo sasa njia gani ambazo wenyewe wataalamu mnapendekeza zaidi kwa wananchi, hasa kwa wakati huu ambako inaonekana wizara imetoa taarifa hii mapema na kwa wakati kuhakikisha kwamba basi watu wanachukua tahadhari kuhusiana na hili ambalo linaonekana kwa wakati huu, hasa baada ya mabadiliko ya hali ya hewa yaliyotokea. Na kwa sasa hivi nikukumbushe tunaye Dr. Mugisha Nkoronko, lakini pia yuko Dr. Emmanuel Shija. Tunazungumza nao hapa kuhusiana na tahadhari muhimu za kuchukua baada ya taarifa ya Wizara ya Afya kuhusu kujikinga na magonjwa haya ya mlipuko. Tutarejea kuendelea baada ya mapumziko. Tumerejea tena, tunaendelea kuangazia tahadhari ya magonjwa ya mlipuko ambayo imetolewa. Dr. Mugisha Nkoronko, rais mstaafu wa Chama cha Madaktari Tanzania, na Dr. Emmanuel Shija, kaimu mkuu wa idara ya dharura kutoka hospitali ya mkoa ya Temeke. Dr. Mugisha, kwa upande wako niliuliza mwanzoni kuhusu tathmini unayoifanya kuhusu mifumo yetu na utayari wake wa kukabiliana na changamoto kama hizi, lakini tuangalie pia nyuma kidogo. Tuna uzoefu, tulikuwa tunakabiliana na uviko mwishoni mwa mwaka 2019, mwaka 2020 hapo na mwaka 2021. Kwa jinsi ambavyo tulikuwa tunakabiliana na changamoto ile, kuna vitu gani ambavyo tunapaswa kujifunza hasa tunapokuja kukabiliana na wimbi jipya hili ambalo linaonekana kuibuka hivi sasa? Ni kweli wananchi wengi walikuwa na mashaka. Wananchi wengi walikuwa na maswali. Wananchi wengi walikuwa na wasiwasi. Je, maisha yao kesho yatakuwaje? Asubuhi tulikuwa tukiamka tunataka kusikia Wizara ya Afya imesemaje siku ya leo. Rais, waziri, bunge, kila mmoja, vyombo vya habari vilikuwa vinataka kujua tumeamkaje siku ya leo, ugonjwa ukoje hapa Tanzania. Kwa hiyo taarifa wakati ule zilikuwa muhimu, na uzoefu tulioupata wakati ule unafaa kutujuza sasa hivi. Ndio maana kwa furaha na kwa ujasiri mkubwa nawapongeza wale walioamua kutoka hadharani na kutuelezea kwamba kwa sasa tunalo tatizo ndani ya nchi yetu. Wananchi wasiogope, wachukue tahadhari madhubuti ili kuweza kufikia malengo yanayotarajiwa. Kwa hiyo uzoefu huo ni wa kwanza. Uzoefu wa pili ulikuwa katika vituo vya kutolea huduma. Mgonjwa wa kwanza wa corona aliyejitokeza kule Arusha, watu walimkwepa, walimuhepa. Vituo vya kutolea huduma vilikuwa haviko tayari kuwapokea wagonjwa hawa. Wengi walipelekwa katika isolation units. Nakumbuka hosteli za Chuo Kikuu cha Dar es Salaam zilibadilika na kuwa wodi ya
karantini kwa wagonjwa, na baadaye takwimu, taarifa, maarifa na jinsi ugonjwa huu ulivyoendelea, tumeujua namna ya kuutibu. Tunafurahi, tunauelewa na tunavyo vifaa vya kuutibu ugonjwa huu. Kwa hiyo wananchi sasa wanatakiwa kuwa tu huru kujitokeza katika vituo vya kutolea huduma, na watapata huduma sahihi kwa ugonjwa wanaopata. Jambo la tatu, ilikuwa sasa ni kuhamasisha jamii ili kuweza kuhakikisha kwamba wanakuwa sehemu sahihi, wanakuwa washirika na wadau muhimu katika kudhibiti magonjwa haya ili yasiweze kuwa na athari katika jamii katika kipindi kingine. Ndipo ninaposema ya kwamba wakati wa corona hatukuwa na mlipuko wowote wa ugonjwa wa kipindupindu, kwa maana watu walinawa mikono wakati wote, walisafisha na kutakasa mikono wakati wote kujikinga na corona, na kwa kufanya hivyo wakajikinga na ugonjwa wa mlipuko wa kipindupindu. Tunaona ya kwamba bado wananchi hawajajifunza vya kutosha, kwa sababu katika mwezi huu ni mikoa miwili katika mwaka uliopita na mpaka mwezi huu tumeambiwa ni mikoa miwili tu ambayo haikuwa na ugonjwa wa kipindupindu katika mikoa 26. Ninadhani ya kwamba wananchi washiriki tena kikamilifu kusafisha mikono yao, kusafisha vyakula vyao, kusafisha mazingira yao, kuhakikisha wanakuwa na matumizi sahihi ya vyoo ili kujikinga. Kipindupindu kinaweza kudhibitika kisijitokeze tena. Na haya magonjwa ya dengi, ni kweli ukifanya usafi wa kutosha, ukiweza kutakasa nyumba yako kwa kupuliza viatilifu vya kuua mbu, mazalia ya mbu, wananchi wakichukua hatua, tuna uwezo kabisa wa kutokuwa na mlipuko wa dengi. Alafu ugonjwa huu wa COVID hata ukija, kwa kuwa unakula mlo kamili, unakula vyakula safi, una tabia njema, tabia bora, una tabia bwete, unadhibiti magonjwa, basi una kinga imara, inakupeleka wewe sasa kuwa hata ugonjwa huu ukija basi hautakusumbua. Tunafahamu kwamba wengi walikuwa hawana mwelekeo na wakaishia kwenye mikono ya watu ambao walikuwa wakitoa tiba za aina mbalimbali pengine ambazo hazijathibitishwa. Kwa sasa tunawaomba wagonjwa waweze kutumia tiba zote zilizothibitishwa katika magonjwa haya. Tabia zao wakati huu wa mlipuko au wakati huu wa wimbi hili linalotajwa kwa sasa zinahitaji kuonyesha kwamba waliwahi kupata matatizo na hawataki kupata matatizo zaidi. Mtu aliyeumwa na nyoka zamani, jani tu likimgusa anaruka kedhani ya kwamba ni nyoka yule amerudi tena. Kwa hiyo niwaombe wadau wote, sekta zote zijipange kikamilifu kushiriki mapambano haya, kwa sababu bila afya njema na bila na uwepo wa tishio hili, maisha yetu yanakuwa hatarini wakati wote. Waandishi wa habari, nawapongeza Azam na wengine wote, waweze kuendelea kuhamasisha na kuelimisha umma juu ya dalili wanazoziona na juu ya hatua wanazoweza kuzichukua kudhibiti magonjwa haya na kufuata miongozo ya afya iliyoelezwa pale unapokuwa umeona dalili hizi, ili uweze kupata msaada kikamilifu. Sasa Dokta, na kwa sababu umeibua hoja hapo kuhusu uelewa wa wananchi, hebu tutazame sasa wananchi wanaelewa kiasi gani. Mwenzetu amezungumza na baadhi ya wananchi kujua wanauelewa vipi, wamepokeaje jambo hili, lakini pia ni tahadhari zipi ambazo wao wanafahamu kwamba wanapaswa kuzichukua katika kipindi kama hiki. Hapa na anazungumza na wananchi wakazi wa eneo hili, hasa uelewa wao kuhusu magonjwa ya mfumo wa hewa yaliyotangazwa kwa ujumla kama vile uviko 19 sanjari na magonjwa ya mlipuko. Na habari yako anti? Salama, habari za wewe? Ni njema sana. Jina lako? Naitwa Ana. Sawa, Ana binti Mdendemi. Sawa. Kwa upande wako Ana, una taarifa zozote kupitia vyombo vya habari umeisikia kuhusu njia za kujikinga na magonjwa katika mfumo wa hewa? Hapana. Okay. Pengine unaposikia uviko 19 unaelewa nini? Hiyo elimu kwa kweli mimi sijaipata. Mimi binafsi sijapata elimu ya ugonjwa huo. Naam. Si ndio corona hiyo wanasema? Kama ni corona basi ni kuzingatia usafi, kuepuka Unajua? Naam. Kuwa wasafi, kunawa mikono, kuepuka misongamano, pamoja na kuwa misongamano haiepukiki katika harakati zetu za maisha, lakini hamna namna. Vipi haiepukiki? Kama hivi nimetoka sokoni, watu ni wengi, unafanyaje?
unafanyaje? Haiepukiki hiyo. Ni kuzingatia usafi. Ukikohoa ziba mdomo wako. Hivyo. Sawa sawa. Unike midomo. Ndio. Sawa sawa. Sasa kuja ugonjwa wa milipuko kama kipindupindu. Ni kwa wasafi kwa kweli. Kwenye kipindupindu ni kwa wasafi. Tena wasafi sana. Wasafi kabisa. Asante sana. Asante. Naam, jina lako? Jina langu ni Imani Alidi. Sawa, Imani, una taarifa zozote ama uelewa wote juu ya ugonjwa wa uviko 19 kwa maana corona pamoja na magonjwa ya mlipuko? Ugonjwa wa mlipuko sina taarifa zozote. Kwa ugonjwa wa corona ulikuwepo, ila mpaka sasa hamna ugonjwa, maana ingekuwa upo kwa sasa hivi tusingetembea kimakundi. Serikali imetangaza sasa kwamba kuna mlipuko. Sawa, serikali imetangaza, lakini sisi hatuna taarifa. Kama taarifa mnazo nyinyi, sisi bado hatujatangaziwa kupata taarifa. Sasa ni kwa namna gani wewe kwa unavyofahamu ugonjwa huu unaweza kujikinga nao? Kujikinga kwake, cha kwanza mkusanyiko. Umeona? Cha pili kujiepusha na mkusanyiko. Cha pili kwanza mkusanyiko, alafu kingine kwa sababu mtu akishakuwa na mafua ule ugonjwa kaa naye mbali. Umeona? Kwa sababu ugonjwa wa mafua unaambukiza, ndio wanaosema ugonjwa wa corona. Kwa hiyo unapomwona mwenzako ana mafua lazima ukae mbali. Umeona? Itakuwa ni nafuu kwako. Na kingine, yani kama kuna uwezekano serikali wanajua huu ugonjwa upo, basi waangalie namna ya kuweza kuwaelimisha watu ili waweze kuishi vipi. Sasa kwa upande wa magonjwa ya mlipuko, ugonjwa wa mlipuko mpaka sasa hivi hamna ugonjwa wa mlipuko. Kujikinga na kipindupindu ni kama vile ni usafi unatakiwa sana kimazingira. Umeona? Unajua kunapokuwepo na usafi wa mazingira, basi ule ugonjwa hauwezi ukawepo. Wito wako sasa kwa jamii nzima? Wito wangu kwa jamii, tuzingatie usafi. Jamii wote tuzingatie usafi, wali huo ugonjwa hauwezi kuwepo. Kukiwepo na usafi, ugonjwa utakuwa hamna. Jina lako nani bwana? Mimi kwa jina naitwa Justine Konstantini Biakatari. Okay, Justin, una taarifa zozote juu ya ugonjwa wa uviko 19 pamoja na magonjwa ya milipuko? Ndiyo, tumekuwa tukisikia kwamba tetesi za ugonjwa huo upo, lakini japokuwa viashiria vyenyewe hatujaanza kuvipata kwa moja kwa moja. Kwamba ugonjwa huo tayari upo tayari katika jamii yetu, tena unaendelea. Tumekuwa tuna uhakika mpaka sasa hivi. Japokuwa kwa upande wako umechukua tahadhari gani? Mimi kwa upande wangu ninachukua tahadhari kama ilivyokuwa mwanzo, nilivyokuwa nikichukua tahadhari. Sawa? Maanake kitu cha kwanza ni kujiwekea tahadhari, kusanitize mara kwa mara, sawa? Kunawa mikono kabla sijala kitu na kutogusana na watu mara kwa mara. Na pale ninapotoka kwenye kazi zangu, maana ninajua ninashika pesa. Pesa zile zinakuwa zimetoka kwenye mikono mbalimbali. Lazima nielekee kwenye usafi, ni kusanitize kwa mara kwa mara. Kwa maji tiririka, na si maji tiririka tu, maji ambayo ni safi na salama. Kwenye upande wa magonjwa ya mlipuko? Upande wa magonjwa ya mlipuko yapo magonjwa mengi, sawa, ambayo yanashambulia jamii yetu. Na ambavyo magonjwa hayo yanayoshambulia jamii yetu ni magonjwa mengi ambayo yanahitaji tahadhari ya namna kama hiyo, sawa? Uwekaji wa mazingira safi, sawa? Uwekaji wa vyakula safi tunavyokwenda kutumia, hata kutoa elimu mara kwa mara kwa mamantilie zetu na wale wapishi wa vyakula vya aina mbalimbali na matunda, sawa? Ili tuweze kuepukana na magonjwa ambayo ni ya mlipuko na maambukizi ya namna hiyo. Asante sana. Asante nawe. Shukrani. Hayo ni kwa uchache ambayo tumeyapata katika eneo hili la Mabibo sokoni. Hapa ni nje ya soko ambapo tumekutana na wafanyabiashara pamoja na wachuuzi ambao wamekuja kununua bidhaa mbalimbali, lakini leo kwa maana ya kipekee kabisa kuelewa ufahamu wao juu ya magonjwa katika mfumo wa hewa kama vile uviko 19 sanjari na magonjwa ya mlipuko. Na hayo ni yale kwa ufupi ambayo wao wanayaelewa. Wenzangu hapo studio kwa mwendelezo wa yale ambayo yanajiri wakati huu wa Morning Trumpet.
Naam, Jeff, nakushukuru sana. Angalau tumepata picha kwa baadhi ya wananchi ambao wamewahoji hapo na Dr. Shija, kwa mtazamo wako unaonaje tathmini yako kuhusu uelewa wa wananchi mpaka sasa? Ni kweli wananchi wako well informed. Ukiwatajia habari ya pengine msamiati umekuwa ni uviko, lakini watu hawakuwa wanajua corona. Ndio maana hata yule ni Halidi alivyoambiwa corona tu akasema huyu naifahamu. Wanajua kumbe kwamba kuna kuvaa barakoa, wanajua kumbe kuna kunawa mikono, wanajua kumbe kuna kujikinga na mikusanyiko mbalimbali. Lakini yule mama amesema hana shughuli zake, sasa inabidi tu ajinani ingie kwenye mikusanyiko. Lakini kwa hiyo uelewa watu wanao. Kwa hiyo ni swala tu la sisi wataalamu wa afya sasa kusisitiza na kusensitize kwamba sasa adui yuko karibu. Kwa hiyo sasa tuimarishe huo uelewa wetu ambao tunao, kama ni kuvaa barakoa, kama ni kunawa mikono. Kwa hiyo ni kusisitiza hivyo vitu waweze kuzitekeleza. Unawaambia nini wale wenye mtazamo kwamba kwa nature ya kazi zao hawawezi kucomply ama kuendana na masharti ambayo yanawekwa? Kwa mfano, mama alizungumza kwamba mimi ninafanya kazi sokoni muda wote, nashikashika vitu, nakutana na watu ni wengi humu sokoni. Kwa hiyo yeye ni kama amekata tamaa hivi kuhusu kufuata hizo tahadhari kutokana na mazingira yake ya kazi. Unawaambia nini watu wanaofanya kazi kwenye mazingira kama hayo? Sasa ukishafikia kwenye hatua hiyo na ni mtu sehemu anapata riziki yake, sasa wachukue zile means za kujikinga. Sasa kwa mfano yule mama nitegemea ameshavaa barakoa, kuzuia kwamba mtu asije labda anakohoa katika msongamano, kama wanakohoa, kuongea, kupiga chafya, hivyo vyote vinasambaza hizo droplets ambazo mtu anaweza akapata nani. Alafu kunawa mikono, hilo ni jambo la muhimu kila wakati, kwa sababu tunaona kwa mfano tulisisitizwa sana wakati wa corona kwamba ni vizuri, kwa sababu wale wadudu wanaweza kaingia kwa njia ya hewa, lakini wakati mwingine kugusa sehemu, kwa mfano mucous membrane kwenye macho na nini. Kwa hiyo ukijishika na ulikuwa umeshajicontaminate na watu, ndio hapo zoezi la kunawa mikono linapofikia. Kwa hiyo yeye anatakiwa kujikinga sasa kwa kuvaa barakoa kila muda anapokuwa yuko katika misongamano mikubwa ya namna hiyo, ili kuweza kuepuka asiweze kupata maambukizi. Naam. Dr. Mugisha, kwa upande wako tumesikia maoni hayo, uelewa ukiwepo, lakini taarifa pia ikiwa ni jambo lingine linalojitokeza. Inawezekana taarifa hizi zipo katika kurasa za wizara na vyombo vya habari, lakini upokeaji pia wa taarifa umekuwa tofauti. Ni mbinu gani za kitaalam na kitaifa unadhani zinaweza kutumika ili kufikisha taarifa kama hizi kwa jamii? Zipendekeza ni kutumia mitandao ya kijamii, ni kutumia mifumo ya kupashana habari ya vyombo vya habari rasmi kama hii, mifumo ya kupeleka taarifa kuwafikia wale viongozi wa wananchi na kupiga mbiu ya jamii kwenye maeneo yao, kubandika na matangazo ya mara kwa mara katika maeneo ambayo yapo. Na sasa tunataka pengine katika vyombo ambavyo watu wapo kwa wingi, kwa mfano kwenye viwanja vya ndege, kwenye vituo vya mabasi, kwenye vituo vya treni, waweze kuwapa habari wananchi na kuanza kuzichukua hizi hatua za kujikinga mara moja. Kwa mfano, tunatumaini ya kwamba leo katika vituo vya mabasi ambapo kuna maeneo ya msongamano wengi, wameanza kuweka vinawa mikono na vitakasa mikono, maeneo ya vyuo, maeneo ya mashule, maeneo kadha wa kadha. Basi na kupashana kwenye magrupu yetu ya WhatsApp ambako tupo, kwenye Instagram na kokote kule ambako tunaweza kuwapatia elimu ili tuweze kushinda wimbi hili lililojitokeza sasa. Hatuna budi kushirikiana. Maeneo yote, watu wote, sekta zote ni lazima tushirikiane. Moja, kupeana habari; pili, kufanya zile hatua zilizopendekezwa katika
udhibiti. 3, kusikia taarifa za mara kwa mara kutoka katika Wizara ya Afya na kisha kuchukua hatua zinazojitokeza, na baadaye sasa kuweka mijadala midogo midogo kama hii ambayo tumekuwa nayo kwenye kipindi hiki ili kuweza kuwasaidia wananchi wetu waweze kuchukua hatua stahiki. Na natoa rai kwa vituo vyote vya kutolea huduma, wataalamu wanaotoa huduma katika vituo, wale first responders ambao wako katika milango, emergency medicine physician, wauguzi, wote kwa pamoja tukae mkao ambao ni standby kuweza kuwahudumia wagonjwa wote watakaojitokeza kwa furaha na upendo popote pale watakapojitokeza na kwa wakati wote ule, ili maisha yao yaweze kurejeshwa katika hali yao ya kawaida. Na wale ambao wana magonjwa, tunafahamu wana magonjwa labda kisukari, wana magonjwa ya shinikizo la damu na magonjwa ya saratani, basi na wao waweze kuchukua tahadhari zaidi, kwa sababu milipuko hii ikijitokeza wao kwa kuwa tayari wana magonjwa yanayosumbua kinga zao huweza kupata tabu. Basi tuongeze ile nafasi ya kusimama kati ya mtu na mtu tena, na tuweze kufuatisha maelekezo yote. Tutakase mikono, vitakasa mikono viuzwe kwa watu, vitengenezwe, vipatikane, maji tiririka yapatikane. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na nguvu za pamoja, na kisha wimbi hili litapotea na tutarejea kwenye hali yetu ya kawaida. Kwa ugonjwa wa dengi ni lazima tufanye ule utaratibu wetu wa kusafisha mazingira. Wanasema kama kila mmoja akisafisha nje ya mlango wake, basi dunia nzima itakuwa safi. Kwa kila mmoja atimize wajibu wake. Asante. Naam, shukrani sana. Na kwako Dr. Shija, kumalizia ujumbe wako pia. Ujumbe wangu ni kwamba sasa jamii itambue kwamba maeneo mbalimbali hizi taarifa zinazokuja tayari kuna wagonjwa wanajitokeza na hizi homa zipo. Sasa tuanze kuchukua tahadhari. Mji kama Dar es Salaam una misongamano mingi. Sasa ni wakati wa kwanza turudishe utamaduni wetu wa kunawa mikono. Kama ni kuweka majumbani, tunawe mikono kuhakikisha kwamba hata kama tumekuwa contaminated sehemu nyingine, iwe rahisi kutoambukiza watu wengine. Tulipokaa kwenye misongamano tuweze kuvaa barakoa na tusihudhurie basi kama ni mikusanyiko isiyokuwa ya lazima. Nafikiri ya kwangu ni hayo katika jamii. Naam, shukrani sana Dr. Shija, Dr. Emmanuel Shija ambaye anatoka kitengo cha dharura kutoka hospitali ya mkoa ya Temeke, ambaye pia ni kaimu mkuu wa idara ya idara hiyo, na vile vile tumekuwa naye Dr. Mugisha Nkoronko. Asante sana Dr. Mugisha, na tunakukaribisha tena wakati mwingine. Sawa, ni rais wa sasa wa chama cha madaktari, bado sijastaafu. Jambo tayari tushachagua mwingine, au sio? Niwe radhi kwa kukustaafisha mapema. Asante sana Dr. Shukran. Tunakamilisha hivyo, tutakuja kuendelea na mengine baada ya muda si mrefu.